Ya, tunaingia katika mada yetu ya siku hii hapa ya leo. Check time saa 3 na dakika 27. 3 na dakika 27 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaingia katika mada yetu ya siku hii hapa ya leo, ambapo kwenye mada ya siku ya leo tunaye Mr. Gharib Said, yeye ni mkuu wa kitengo cha tehama na uhusiano ZEA. Kikubwa zaidi tunakwenda kujadili mafunzo kwa wajasiriamali. Fahamu mafunzo kwa wajasiriamali. Moja kwa moja tuanzie hapa. Tunapozungumzia wajasiriamali ni akina nani hasa? Mr. Gharib. Asante ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia wajasiriamali tunazungumzia tunasema ni kundi la watu au mtu ambaye ana ubunifu katika kufanya kitu fulani, hasa kwenye engo ya biashara, ili kuweza kupata faida. Kwa hiyo mjasiriamali ni yule ambaye analeta ubunifu katika kufanya kitu ili kuweza kukiuza, tofauti na mfanya biashara ambaye yeye anaenda kuchukua product tu sehemu na anaizungusha, anafanya mzungusho wa ile product ambayo tayari imeshatengenezwa. Kwa hiyo ndo tofauti ya mjasiriamali na mfanya biashara. Hebu rudia kidogo hapa. Mjasiriamali ni yule ambaye anaongeza ubunifu, tunaweza kusema, katika biashara ili kuweza kuiuza. Kwa hiyo inawezekana, mfano wewe una biashara yako unaipenda, let's say tujalie unauza viatu. Sawa. Sasa na mimi nikasema ninaamua sasa kuwa mjasiriamali. Kwa hiyo nikasema na mimi sasa hebu nifanye biashara ya viatu, lakini vya kwangu viwe vya kiloko zaidi, vina haiba ya Uafrika au Tanzania. Kwa hiyo nikaviongeza kitu fulani vikapendeza na nikavipeleka sokoni na watu wakavinunua. Kwa hiyo mimi nitakuwa mjasiriamali, kwa maana kwamba nimeleta product au bidhaa yangu ya viatu, lakini ndani yake nimeweka ubunifu wangu ambayo inajipambanua na zile nyingine. Okay. Yeah. Taasisi yenu ya ZEA tayari kwamba inatoa mafunzo kwa wajasiriamali. Hebu tuambie kabisa ni vigezo gani pengine ambavyo mnavitumia kwa ajili ya kuweza kutoa haya mafunzo kwa wajasiriamali? Manake wajasiriamali wenye vigezo gani ambao wanaweza kupata haya mafunzo? Sawa kabisa. Katika muundo wa taasisi yetu ya ZEA tuna idara ambayo inashughulikia masuala mazima ya mafunzo kwa wajasiriamali. Inaitwa idara ya maendeleo ya teknolojia na sekta ya uzalishaji. Ndani yake kuna divisheni ya mafunzo, ambayo hiyo divisheni ya mafunzo kazi yake ni kuangalia au kuhakikisha kwamba wajasiriamali wanapata mafunzo sahihi ambayo atakayowawezesha wao kufanya ya kuleta tija katika shughuli zao. Kwa hiyo tunatoa mafunzo tofauti. Na sisi mafunzo tunayotoa tunaangalia wajasiriamali katika level tofauti. Kuna wajasiriamali ambao wapo katika sekta ya uzalishaji wa bidhaa ndogo ndogo, au tunaziita bidhaa za cosmetic, kuna bidhaa za bakery, za dairy na bidhaa za ubunifu. Kwa hiyo sisi tunaanzisha mafunzo au tunafanya haya mafunzo ili kuweza kuwasaidia kuweza kujiongeza katika biashara zao. Na tuna vituo, kumbuka ZEA tuna vituo ambavyo vya kuwalea wajasiriamali. Tuna kituo cha ZTBI ambacho kiko Mbweni kwa sasa, kiko katika maboresho. Tunacho chengine kiko mjini Pemba na chengine kiko Kizimbani. Lakini katika utoaji huu wa mafunzo pia tunashirikiana na taasisi tofauti, taasisi ambazo zinafanya kazi kwa karibu kama wadau wetu, na wao huendesha haya mafunzo. Kwa hiyo yanapotokezea tunazitoa hizo fursa kwa wajasiriamali ambao tuko nao. Tuna wajasiriamali ambao tunawatambua na wale ambao wale tunawaibua. Kama mfano tutafanya mafunzo ya kitu fulani, tunatoa tangazo